Makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye pia ni katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi CCM Daktari Emmanuel Nchimbi ameingilia kati mzozo wa kisiasa nchini kufuatia hatua ya serikali kupiga marufuku mikutano yote ya hadhara kupitia kwa waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi. Kiongozi huyo mwandamizi wa serikali na chama tawala amechukua msimamo wa wazi kwa kukataa kuwatetea wanachama wa Chama cha Mapinduzi, ambapo amebainisha kuwa ushindani pamoja na mivutano inayojitokeza kati ya chama chake na chama kikuu cha upinzani cha Chadema ni mambo yasiyo na tija na yanayoweza kutafsiriwa kuwa ni ujinga au bumbavu mtupu. Katika maelezo yake yaliyosambazwa kwa upana kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii pamoja na majukwaa tofauti ya kutoa habari nchini, kiongozi huyo amekumbusha kuwa hata katika kipindi chake cha uongozi, pindi alipokuwa akitekeleza majukumu ya ukatibu mkuu wa chama tawala, alikuwa na utaratibu wa kuwakemea mara moja wanachama wa chama chake walioonyesha tabia ya kutoa maneno ya ovyo dhidi ya wapinzani, kwani aliamini kufanya hivyo ni kuonyesha ukosefu wa uelewa wa kisiasa. Hatua hiyo ya Daktari Emmanuel Nchimbi imekuja kama mshtuko mkubwa kwa jamii ya Watanzania, hasa kutokana na nafasi kubwa ya kiserikali na kisiasa anayoishikilia ndani ya mfumo wa utawala uliopo madarakani kwa sasa. Jamii imeanza kuhoji kwa kina sababu zilizomfanya kiongozi huyu mkuu kutoa kauli hizo nzito hadharani kwenye majukwaa ya umma, huku akifahamu kikamilifu kuwa maneno hayo yangesambaa kwa kasi mkubwa mara tu yanapofikia mifumo ya kidijitali na mitandao ya kijamii. Mzozo huu wa maneno unafanyika katika kipindi ambacho uhusiano kati ya vyama hivi viwili vikubwa vya siasa nchini Tanzania upo katika kiwango cha juu cha joto la kisiasa ambacho hakijawahi kushuhudiwa siku za hivi karibuni. Hali hii imewachochea kwa kiasi kikubwa na uamuzi wa serikali uliowekwa kwa wazi na waziri Patrobas Katambi wa kuizuia mikutano yote ya hadhara ya kisiasa nchi nzima, baada ya kuonekana kuwa shughuli na mikutano za chama cha Chadema ilikuwa imekithiri kwa kiwango kikubwa katika maeneo mbalimbali ya taifa letu. Pamoja na msingi huo wa kauli ya makamu wa rais kuonekana kama wito wa kutafuta amani na maelewano, kuwepo kwa zuio hilo kunaleta maswali mengi magumu kuhusu utendaji wa pamoja wa serikali ambayo yeye mwenyewe anaiongoza kama kiongozi mkuu wa ngazi za juu. Mdahalo wa kijamii umejikita katika kutaka kujua sababu za Daktari Nchimbi kutofunguka lote kuhusiana na agizo lililotolewa na waziri wake wa mambo ya ndani kuhusu zuio mikutano hiyo ya hadhara ambayo ndio msingi wa shughuli za kisiasa nchini. Vilevile kuna changamoto ya ukimya wa kiongozi huu mkuu kueleza hatua za kuchukua kuhusu swala la mwenyekiti wa taifa wa chama cha Chadema Tundu Antipas Lissu ambaye anaendelea kushikiliwa rumande kwa kipindi kinachozidi mwaka mmoja au takriban siku 400 sasa, bila hatua madhubuti za kisheria kukamilika kufuatia kesi yake ya uhaini inayomkabili na ucheleweshwaji wa mara kwa mara mahakamani. Wadau mbalimbali wa siasa pamoja na wananchi kwenye mitandao ya kijamii wamekuwa wakihoji mwelekeo wa kiutawala wa makamu huyo wa rais endapo nafasi ya juu kabisa ya uongozi wa nchi imekuwa chini ya mamlaka yake moja kwa moja kwa sasa, na hapo baadaye maswali yanayoulizwa kwa hisia kali ni pamoja na iwapo kiongozi huyo angevumilia Patrobas Katambi kuendelea na msimamo wake wa kupiga marufuku mikutano ya kisiasa na kukilenga chama cha upinzani kwa kutumia kigezo cha kulinda usalama wa taifa. Jamii inataka kufahamu iwapo Daktari Emmanuel Nchimbi angeamuru kesi ya Tundu Lissu itafutiwe ufumbuzi wa haraka au itupiliwe mbali kabisa badala ya kuachwa iendelee kuchukua muda mrefu bila maamuzi ya mwisho ya kimahakama. Hali hii imeleta msisimko hata miongoni mwa wanachama watiifu wa chama tawala ambao wameanza kutafakari kwa kina maana halisi ya kauli hizo, na baadhi yao hata kutilia shaka iwapo kiongozi wao ana nia yoyote ya kukihama Chama cha Mapinduzi au kama matamshi hayo ni maneno ya kawaida ya kufajiri yaliyotolewa kwa sasa na ambayo yanaweza kusahaulika kwa urahisi katika siku zijazo.
Wachambuzi wa masuala ya kisiasa wamebainisha kuwa hatua hii ya kuita mzozo huu kuwa ni ubumbavu imefungua upya mfululizo wa mijadala nyeti sana ambayo inaguza msingi wa demokrasia na mustakabali wa ushindi wa kisiasa nchini Tanzania. Mwitikio kutoka pande mbili kuu za kisiasa umeonyesha tofauti kubwa sana ya kimtazamo, ambapo wafuasi na wanachama wa chama cha upinzani cha Chadema wameipokea kauli hiyo kwa furaha kubwa na kuiona kama ushahidi tosha kwamba hata ndani ya safu za juu ya chama tawala wapo viongozi wanaotambua kuwa siasa za chuki, uhasama na kunyima haki za kiutawala hazina mchango mzuri katika ujenzi wa taifa imara. Upande huo wa upinzani umesisitiza kuwa haki za kukusanyika, kufanya mikutano na kutoa maoni ni takwa la kikatiba ambalo alipaswi kamwe kuchukuliwa kama fadhila au upendeleo maalum unaotolewa na viongozi waliopo madarakani. Kwa upande mwingine, mtazamo wa wanachama wengi wa Chama cha Mapinduzi umekuwa wa kutilia shaka na kupinga matamshi hayo, ambapo wamenyaeleza kama kauli hatari inayoweza kukipunguzia chama tawala nguvu ya kisiasa na kuwapa wapinzani wao jukwaa zuri la kujiimarisha wakati huu ambapo serikali inapambana kudhibiti hali tete ya usalama wa nchi. Wanachama hao wa chama tawala wameendelea kushikilia msimamo kwamba zuio la mikutano ya hadhara alikulenga kukidhuru chama chochote mahususi, bali ilikuwa ni hatua ya muda mfupi tu yenye lengo la kulinda na kudumisha amani ya nchi nzima. Mgawanyiko huu wa wazi unaojitokeza ndani ya chama tawala wenyewe unaonyesha kuwepo kwa mjadala mzito wa siri za ndani kuhusu namna bora ya kukabiliana na nguvu ya kisiasa ya chama cha upinzani cha Chadema. Wakati mivutano hiyo ya kimtazamo ikiendelea kuongezeka, viongozi wa Chadema wameonyesha msimamo wa kutotii zuio hilo la kiserikali kwa kutangaza nia ya kuendelea na ratiba zao za mikutano ya hadhara kote nchini bila kujali vizuizi vilivyowekwa na vyombo vya dola. Katika hatua nyingine inayozidisha uzito wa swala hili, chama kingine kikubwa cha upinzani nchini cha ACT Wazalendo kimeingia katika mgogoro huo kwa kutishia kuchukua hatua za kisheria kwa kuelekea mahakamani ili kushtaki rasmi waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambe kutokana na agizo lake la kuzuia shughuli za kisiasa nchini. Licha ya mashinikizo hayo yote kutoka kwa vyama vya upinzani na migawanyiko ya ndani ya chama tawala, serikali imeendelea kusimamia msimamo wake thabiti kwamba uamuzi wa kuizuia mikutano hiyo ni wa mpito na unafanyika kwa ajili ya kulinda maslahi mapana ya usalama wa taifa. Kauli ya Daktari Emmanuel Nchimbi imekuwa kichocheo kikubwa cha kuongeza joto la kisiasa nchini kote, huku ikiwakumbusha viongozi wote wa pande zote mbili za siasa kuwa wananchi wa kawaida wamechoshwa na migogoro ya mara kwa mara isiyoleta tija kwa maendeleo yao. Jamii ya Watanzania inatamani kuona viongozi wao wakuu wanakaa meza moja ya mazungumzo ili kuheshimu misingi ya katiba ya nchi na kuweka maslahi ya taifa mbele kuliko maslahi ya vyama vyao ya kisiasa. Matamshi haya ya makamu wa rais yanayoweka bayana haki ya kila mwananchi kuitumikia nchi kupitia chama cha kisiasa anachokipenda bila kubuguliwa yameleta picha mpya ya ushindani wa kisiasa unaopaswa kujikita kwenye hoja, sera na mawazo badala ya uhasama wa ana kwa ana. Hali ya kisiasa nchini inaendelea kufuatiliwa kwa ukaribu sana na jamii nzima ili kuona kama kauli hizo ya kiongozi mkuu wa serikali na chama tawala itasababisha mabadiliko yoyote ya kimkakati katika misimamo ya vyama husika au kama itazaishi vya kuleta maneno ya kawaida ya kisiasa yasiyo na athari yoyote kiutendaji katika mifumo ya utawala na maamuzi ambayo vyama vya siasa vinalazimika kupanga upya mikakati ya kiutendaji ili kukabili hali hii mpya ya mwelekeo wa nchi Tanzania.